Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema kuwa kumalizika kwa vita vya Lebanon ni moja ya masharti muhimu zaidi katika makubaliano ya amani yaliyotangazwa hivi karibuni kati ya Iran na Marekani. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa duniani, huku mataifa mbalimbali yakifuatilia kwa karibu hatua zinazofuata baada ya makubaliano hayo. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, Araghchi alisema kuwa Iran inaona makubaliano hayo kuwa zaidi ya suala la uhusiano kati ya Tehran na Washington pekee. Kwa mujibu wake, makubaliano hayo yanahusisha pia hali ya usalama wa eneo lote la Mashariki ya Kati, hasa nchini Lebanon ambapo vita vinaendelea kwa muda mrefu na kusababisha maelfu ya watu kupoteza maisha pamoja na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Araghchi alisisitiza kuwa katika mtazamo wa Iran, pande zinazohusika katika makubaliano hayo si Marekani pekee. Alieleza kuwa upande mmoja unajumuisha Marekani pamoja na Israel, huku upande mwingine ukijumuisha Iran na washirika wake wa kikanda wakiwemo Hezbollah wa Lebanon. Kwa mujibu wa waziri huyo, jambo muhimu zaidi katika waraka wa makubaliano ni kuhakikisha kuwa kunakuwa na mwisho wa haraka wa kudumu wa kweli wa mapigano katika maeneo yote yaliyoathirika na mzozo huo. Alisema kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana ikiwa vita vinaendelea katika Lebanon au maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Kauli hiyo imekuja wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea ili kupunguza mvutano uliodumu kwa miaka mingi kati ya Iran na Marekani. Mataifa kadhaa ya Ulaya pamoja na Umoja wa Mataifa yamekuwa yakihamasisha mazungumzo ya amani kwa muda mrefu, yakihofia kuwa mzozo huo unaweza kugeuka kuwa vita vikubwa vya kikanda. Iran pia imeweka wazi kuwa inaamini hatua yoyote ya amani lazima ihusishe kuondoka kwa vikosi vya Israel kutoka maeneo yote ambayo Tehran inadai yalitekwa wakati wa mapigano ya hivi karibuni nchini Lebanon. Serikali ya Iran imeonya kuwa mashambulizi yoyote mapya dhidi ya Lebanon yanaweza kuhatarisha utekelezaji wa makubaliano hayo na kurejesha hali ya mvutano. Kwa upande wake, Marekani imeeleza matumaini kuwa makubaliano hayo yanaweza kuwa mwanzo wa enzi mpya ya mazungumzo na utulivu katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa bado kuna changamoto nyingi kabla ya makubaliano hayo kutekelezwa kikamilifu. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa suala la Hezbollah litakuwa miongoni mwa changamoto kubwa zaidi katika mazungumzo yajayo. Kundi hilo lina ushawishi mkubwa nchini Lebanon na limekuwa mshirika muhimu wa Iran kwa miaka mingi. Wakati huo huo, Israel imekuwa ikiliona kundi hilo kama tishio kwa usalama wake wa taifa. Wakati mataifa mbalimbali yakisubiri kuona hatua zitakazochukuliwa katika siku zijazo, kauli ya Abbas Araghchi imeonyesha wazi kuwa Iran inataka suala la Lebanon liwe sehemu kuu ya makubaliano ya amani. Hii inaashiria kuwa mustakabali wa makubaliano hayo hautegemei tu uhusiano wa Tehran na Washington, bali pia maendeleo ya kisiasa na kijeshi yanayotokea nchini Lebanon. Iwapo makubaliano hayo yatafanikiwa kutekelezwa kama ilivyopangwa, yanaweza kufungua ukurasa mpya wa utulivu katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, iwapo kutatokea kutokukubaliana kuhusu masuala muhimu kama uwepo wa vikosi vya Israel nchini Lebanon au nafasi ya Hezbollah katika mfumo wa usalama wa eneo hilo, juhudi hizo zinaweza kukabiliwa na vikwazo vikubwa. Kwa sasa dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu hatua zinazofuata, huku viongozi wa Iran, Marekani na Israel na Lebanon wakikabiliwa na shinikizo kubwa la kuhakikisha kuwa matumaini ya amani hayageuki kuwa mgogoro mwingine mpya katika eneo hilo nyeti la dunia. Asante kwa kuwa nasi. Mimi ni Abdul Majid. Hii ni NNJ TV.